Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Katibu mkuu wa NATO Bwana Mark Rutte anasema rais wa Marekani Donald Trump anataka ahadi ya kusaidiwa suala la Hormuz. Katibu mkuu wa NATO Bwana Mark Rutte amearifu baadhi ya wanachama wa NATO kwamba rais wa Marekani Bwana Donald Trump anataka ahadi thabiti ndani ya siku chache zijazo za kusaidia kuhakikisha mlango wa bahari wa Hormuz unafunguliwa. Wanadiplomasia wawili wa Ulaya waliambia Reuters mnamo siku ya jana ya Alhamisi. Rutte alikutana na rais Trump mjini Washington siku ya Jumatano, huku kukiwa na mvutano ndani ya muungano kuhusu vita vya Iran. Tulibaini kuwa hali haiko sawa huko Washington, lakini hawakuwasiliana na washirika kabla au baada ya kuanza kwa vita, alisema mmoja wa wanadiplomasia. NATO haitaingilia vita dhidi ya Iran, lakini washirika wanataka kusaidia katika kutafuta suluhu za muda mrefu kwa ajili ya Hormuz. Kwa mazungumzo yanaendelea na Iran, hii inaweza kusaidia, mwanadiplomasia huyo alisema. Rais wa Marekani amerudia kusema kwamba NATO ni kama kisubutu ama ni kama chui wa makaratasi na kutishia kujiondoa katika muungano huo wa nchi za Atlantic wenye wanachama 32 kwa sasa katika wiki za hivi karibuni, akisema kwamba washirika wa Washington wa Ulaya wametegemea dhamana za usalama za Marekani, huku wakitoa usaidizi usiotosha kwa vita vya Marekani na Israel nchini Iran. Ingawa Trump alisema siku ya Jumanne kwamba mashambulizi dhidi ya Iran yatasitishwa chini ya makubaliano ya wiki mbili, athari mbaya kutokana na mzozo huo imeendelea kuathiri uhusiano wa pande hizo mbili. Trump alichapisha kwenye mtandao wake wa Truth Social kwamba NATO haikuwepo wakati tulipowahitaji na hawatakuwepo ikiwa tutawahitaji tena. Hii inadhihirisha kwamba kumekuwa na mpasuko mkubwa ndani ya jumuiya hiyo ya kujihami ya NATO. Wanachama wa NATO kimsingi hawakuhitaji kabisa kujiunga na vita hivi ambavyo Marekani ilitamani kuona wangeweza kuishinda mapema Iran ikiwa angekuwa na wanachama wote 32, lakini wanachama hao walimwacha Trump peke yake, wakisema kwamba katika vita hivi rais wa Marekani Donald Trump hakuzishirikisha nchi wanachama wa NATO, kwamba anaingia vitani dhidi ya Iran zaidi ya kushirikiana tu na Israel, ambapo waliamua kupambana wao wawili wakiamini wangemaliza vita hivyo. Wachambuzi wa mambo wanaeleza kwamba kushindwa kumaliza mapema vita hivi ndicho kilichomfanya rais wa Marekani Donald Trump kuanza kulalama kuhitaji msaada wa nchi za NATO. Hata hivyo, baadhi ya wanachama wa NATO, kutokana na wachambuzi wa mambo, wanasema kwamba wameamua kumwachia rais huyo wa Marekani vita vyake huko nchini Iran, ambaye aliamini yeye na Israel wangeweza kuvimaliza haraka. Lakini kutokana na kwamba Iran ilijiandaa kwa muda mrefu, lakini pia na uhalisia wa Iran, rais huyo wa Marekani alishindwa kuvimaliza vita hivyo haraka na hatimaye kuanzisha mgogoro ndani ya jumuiya hiyo ya NATO. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyafahamu mengi yanayojiri duniani.